Kama tunavyojua, Zanzibar ilitawaliwa na utawala wa kifalme. Wafalme 12 waliitawala Zanzibar, kutoka Said bin Sultan aliyetoka Omani, wakaja wakaivamia Zanzibar, wakaitawala kwa maana ya ati kumfukuza Mreno aliyokuweko hapa. Baada ya kumfukuza na Mreno, kwa sababu alikuweko hapa, akaitawala tawala nchi. Hata ngome Kongwe iko pale, historia yake ukenda utaikuta kwamba Mreno alikuja kabla Mwarabu, akaivamia Zanzibar hii. Wazao walioko hapa wakawa wananyanyaswa na Wareno, lakini na Mwarabu naye Oman alitawaliwa na Mreno hivyo hivyo, akampiga kule, akamfukuza. Katika kufukuzana akaja akaangukia Zanzibar. Dola ya kifalme ile ikaangukia Zanzibar hapa, wakaikuta Zanzibar ni nzuri, na Mreno wakamfukuza. Hapo tena ndio walipoanza mfalme wa kwanza Said bin Sultani akaitawala Zanzibar, na huo ilikuwa wakati wa Mwinyi Mkuu. Mwinyi Mkuu historia yake iko Dunga. Ukenda Dunga kule kuna gofu kubwa sana la Mwinyi Mkuu, alikuwa akikaa Vuga huko, lakini akaondoshwa na utawala wa kifalme. Walipokuja ingia hapa Said bin Sultani akamuondoa, akaenda akahamia kule. Ukenda Dunga utakuta historia iko pale, alikuwa akakaa kule. Tulitawaliwa kama nilivyosema na wafalme 12, lakini kwa bahati nzuri mfalme wa tatu akaona kwamba Mwafrika hatawaliki peke yake, akafanya mipango kuzungumza na dola ya Kiingereza, kwenda kufanya mazungumzo ili aje ailinde Zanzibar, yani ikaitwa protectorate, aje aifanye mahmia. Mfalme wa tatu alikwenda kuzungumza, akamleta hapa Mngereza, na hili jumba lililoko Ikulu sasa, lile jumba lilijengwa kwa ajili ya Mngereza alipokuja kuitawala Zanzibar, kwa kuitwa na mfalme wa tatu kuifanya Zanzibar protectorate. Protectorate ni mahmia, kulindwa ili wafalme waweze kuendelea kukaa hapa. Wenyewe wananchi wakitaka kuidai nchi yao wawe wametulizwa. Palace ile ya Ikulu akikaa balozi wa Kiingereza. Mfalme mwenyewe Said bin Sultani alikuwa akikaa Kibweni. Ile ikulu iliyoko Kibweni ndio ikulu ya mwanzo iliyojengwa na mfalme wa kwanza aliyokuja kuitawala Zanzibar. Lakini alipokuja mfalme wa tatu Said Barghash, aliona kule Kibweni hakumfai, ikabidi sasa afanye utaratibu wa kuja huku maeneo ya mjini, kwa sababu huku Forodhani huku kulikuwa bichi tu kama bichi nyingine, hakuwa majumba zaidi ya majumba ya Wareno. Ile ndio lililokuwepo. Ile Beit Jaibu lilikuwa halipo. Beit Jaibu kaja kulijenga Said Barghash baada ya kuitawala Zanzibar. Akaondoka kule Kibweni, akajenga People's Palace iliyoko Forodhani pale, na akaijenga Beit Jaibu. Hili Beit Jaibu tukilitizama kwa mbali zaidi ya Said Barghash kulijenga lile, hile ikawa ni utawala wa kifalme ufanye kazi mule. People's Palace ilikuwa ni mahmi ya kukaa mfalme, lakini mambo yote ya serikali yakifanya Beit Jaibu. Na lile alipolijenga ikawa mambo ya serikali, Mngereza akaleta haya mambo ya raia kuchangia serikali yao. Yeye ndio aloanza mpango ule. Kwa hivyo British resident akashirikiana na Said Barghash kulitumia Beit Jaibu kuendesha serikali wakati ule. Watu wakilipa kodi hapa. Kodi iliyokuwa ikilipwa ya kufanya biashara na kodi ya ndogo ndogo walizokuwa wakilipishwa manispaa na mambo kama yale, yakenda Beit Jaibu kule, zile pesa zinagawiwa mafungu matatu. Fungu la kwanza Mngereza akichukua lake, fungu la pili akimpa mfalme kujiendeshea maisha yake, na fungu la tatu ndio likitumika kwa ajili ya wananchi kupata huduma mbalimbali zinazostahiki ulipiwa, kama mambo ya hospitali yale na mambo ya usafi, kusafisha mji. Pesa zile ndio zilikuwa zikitumika. Utawala wa kifalme, utawala umeendelea mpaka tulipofika utawala Said Khalifa. Said Khalifa alipofika utawala wa Said Khalifa mwaka 63, Mngereza akaona pana haja sasa yeye aondoke, na akamuomba Said Barghash kwamba tumefika wakati sasa wananchi wa Zanzibar wanataka utawala, wajitawale wenyewe. Sisi Waingereza tusiendelee kukutawaleni. Tufanye mpango tuweze kuleta uchaguzi hapa.
Balozi wa Kiingereza alipopata kibali cha Said Khalifa akapeleka taarifa Uingereza kwamba nataka kuwaleta vyama vya kisiasa huko ili tuweze mazungumzo, sisi tuondoke Uingereza, wenyewe wanataka nchi yao. Wakati huo siasa ikaanza. Ilianza siasa, mambo ya vyama vya siasa alianza Said Khalifa. Waarabu na kundi lake kulikuwa na chama kikiitwa ZNP, Zanzibar and Pemba People's Party. ZNP, chama cha ZNP kilikuanza ya Waarabu tu peke yao jumu hiyo. Ingawa hapa palikuwa na makabila mengi, palikuwa na Magoa, palikuwa na Wahindi, palikuwa na Waarabu, palikuwa na Waswahili. Lakini Waarabu kwa kushirikiana na Said Khalifa waliunda chama kinachoitwa ZNP kwa ajili ya kulinda maslaha ya Waarabu. Pale Mngereza aliposema kwamba tutaleta uchaguzi hapa, sasa lazima mjipange, mjue namna gani mtaweza kufanya uchaguzi, ili ukija uchaguzi wa kwanza hapa watu watapiga kura kuchagua viongozi wao. Sisi Waingereza tutaondoka, tutawacheni mfalme na raia zake. Kwa hivyo mwaka 63 ikabidi sasa vyama vimeundwa. Waafrika walipoona kwamba Waarabu wameunda chama cha ZNP, ikabidi na wao wakaunda chama cha Shirazi Association na African Association. Shirazi Association na African Association walipoona kwamba unakuja utawala wa kupiga kura, wakaona lazima Shirazi na African Association waungane. Hawa ni wazee wa African na Shirazi Association, na walipoungana wakapata uongozi wa chama ambao ndio waliozaa Afro Shirazi Party. Hii picha hii ndio inayoonesha kwamba mzee Karume, unamwona hapa, kuna mzee Karume hapa, kuna mzee Thabiti Kombo hapa, hawa viongozi wote kwa majina, kina Ibrahim Makungu, hawa wote wamo. Sasa hawa kabla ya uchaguzi walipokwenda Uingereza wameshaunda umoja huu, wakatoa delegation ya wazee wa Afro Shirazi na Zanzibar ZNP ikashirikana na ZPP, wakaenda Uingereza kufanya mazungumzo. Walipozungumza kule, Uingereza akaambia sasa mimi nimekubali kuondoka, lakini nakuombeni nikuleteni uchaguzi. Mwaka 53 uchaguzi wa kwanza, mwaka 63 uchaguzi wa kwanza ulioletwa hapa wa Afro unaitwa simple majority election. Simple majority election ndio system ambayo tunaitumia mpaka leo sisi Zanzibar. Huu simple majority election ni utaratibu ambao raia anaweza kujiandikisha katika kupiga kura, lakini asende kuchagua. Anaweza kujiandikisha kwenye uchaguzi, akenda akapiga kura kuchagua kiongozi ambaye anamuona anafaa. Hii iliweko masharti haya ya kulazimishwa, na mpaka leo simple majority election ndio tunaoendea katika Tanzania nzima. Uchaguzi huu aliuleta Mngereza na ndio tunaoendea. Huu simple kwamba ni very free. Una hiari yako kupiga kura na kutokupiga. Unaweza kuwa mwanachama wa chama na bado usiipe kura ukawapa wapinzani, au una wapinzani wakaipa chama tawala. Huu ni utaratibu umewekwa very simple kwa sababu ya kutokumlazimisha. Isipokuwa kulikuwa na masharti uchaguzi wa kwanza. Jambo la kwanza aliloleta Mngereza kwamba mtu hawezi kupiga kura kwanza awe na umri wa miaka 23. Sio kama leo miaka 18. Uchaguzi wa kwanza 63 ilikuwa lazima uwe unatimiza umri wa miaka 23 ndio uweze kujiandikisha na upige kura. Jambo jingine lilolezika, lazima uwe raia wa mfalme. Unajua hapa kabla ya mapinduzi kulikuwa na uraia wa kisultani. Sasa raia wote walikuwa ni mali ya mfalme. Raia zake walikuwa uwe na raia wa mfalme ndio uweze kujiandikisha uchaguzi. Na kipindi hicho wanawake walikuwa hawana ruhusa kupiga kura. Walikuwa hawaruhusiwi wanawake kupiga kura kwa sababu utawala wa Kiarabu wanawake walikuwa ni kama mali mamluku tu, si watu waliokuwa na haki. Hii mambo ya wanawake kupata haki ni utawala wa kisasa, lakini utawala wa Kiarabu mpaka huko kwa Omani mwanamke hana right kubwa kushinda mwanamume, na hii wakibase katika mambo ya dini. Lakini siasa zetu Zanzibar hazikuchanganya dini na siasa. Kwa hivyo mwanamke naye pia hapa kwetu Uingereza akatushawishi, ikabidi mwanamke anayo haki. Lakini uchaguzi wa kwanza mwaka 57 ule
ilikuwa mwanamke hana haki ya kupiga kura hapo. Pili, lazima uwe raia wa mfalme. Tatu, uwe na kipato kinachomiliki shilingi 300 kwa mwezi. 300, msione 300 ni kubwa. Zamani wakati wa utawala wa Kiarabu kuipata 100 kazi, kwa sababu ilikuwa hakuna currency hapa. Utawala wa kifalme wote hatukuwa na currency. Kuna mijitu inasema tu kwamba utawala wa Kiarabu hapa tulikuwa na currency. Akuoneshe currency. Currency hapa Said Barghash. Kwa hivyo kama hivyo ndivyo kushazungumzani kwamba kwa bahati nzuri uchaguzi wa kwanza mwaka 57 ulipofanywa, tukaenda Uingereza kule, chama cha ZNP na ZPP na chama cha Afro Shirazi walipeleka ujumbe, ndio ikakubaliwa kwamba Mngereza atakuja mwakilisha hapa wa Kiingereza. Mwaka 63 Mngereza aondoke, amwache mfalme Said Khalifa na utawala na raia zake. Ingawa wenzetu wanauzungumza ule kwamba ni uhuru, si uhuru. Si kweli mwaka 63 kwamba sisi tulipata uhuru Zanzibar. Si kweli. Sisi tulitawaliwa na Waarabu hapa, mfalme alikuwepo. Mfalme hapa si kwao, si nchi yake, katutawala, ikabidi naye lazima aondoke, na hakutaka kuondoka. Lakini Mngereza akaona mimi sina sababu ya kumlazimisha kumtawazisha mfalme kwangu, niondoke niwaachie mfalme na raia zake. Hapo ndio Afro Shirazi Party ilipopanga mikakati ya mapinduzi. Ndio maana mwaka 63 Afro Shirazi iliporudi Uingereza ikaona ikafanya mapinduzi. Alipoondoka Mngereza tu ikapata advantage ile, wakafanya mapinduzi, na ndio maana yakatokea mapinduzi ya mwaka 63 ya Afro Shirazi Party. Tukautawala ufalme wakati ule kwa hata Jemshid alikuwa mfalme wa mwisho hapa aliotawala ni Jemshid, ikawa hana nguvu tena ya kufanya, kwa shaondoka Waingereza na raia zake na askari wake kishaondoka nao. Raia askari waliokuwa pale siku zile wa kifalme 2 watatu. Kwa hivyo Afro Shirazi ikafanikiwa kufanya mapinduzi, usiku mmoja tukapindua. Dr. Mwinyi tunamuona kila siku akaenda kwenye misikiti ya Ijumaa, akaenda kwenye mabaraza, akaenda kwenye maonyesho mbalimbali, anahimiza. Na hii dini yenyewe inatuhimiza. Jamani, kwa nini tusikae kwa amani na utulivu na sisi sote Waislamu? Hata makabila mengine yanatakiwa tuyaheshimu, dini nyingine tuziheshimu, zikae zipate uhuru wao kufanya. Na ndio maana Christmas juzi tu Waislamu wametambagaa Zanzibar, amani na utulivu imekwenda. Sherehe ya Christmas imefanywa kwa uzuri, na mpaka sasa hivi Boxing Day tunaendelea kuweza kuimalizika. Lakini amani ni kitu muhimu kuwepo, itafanya kila kitu. Hapa leo tunazungumza, kama si amani hapa tungekaa kufanya hii recording, tusingeweza kufanya. Kwa hivyo amani ni kitu muhimu, na viongozi wetu wote wanahimiza. Mzee Karume akafufuka leo akaja katizama maendeleo yaliyopatikana na Dr. Mwinyi, atampa credit. Atampa credit. Maendeleo yamefanywa makubwa, tena makubwa sana. Tatizo ni ajira tu sasa hivi kazini. Lakini kwa shughuli nyingi za maendeleo, barabara zimebadilika. Maduka hapo Darajani palikuwa bahari mto tu pale. Hapo Darajani, kutoka Darajani kule polisi Malindi ukaja zako huku penye maduka ya Dr. Mwinyi yale ya CCM ya pale palikuwa pakibanjwa kokoto na kufunga punda tu na mihina ndio ilikuwepo. Wakati huku Darajani kwenye soko palikuwa na minazi, tunavuka bahari kutoka upande huu kwenda pale suku, ulikuwa huwezi kupita mpaka uende zako mpaka Haile Salasi. Kuna barabara ile unaingia ndani Kisiwandui ndio uje zako huku. Lakini kwa kutoka Marikiti kwenda upande wa pili wa skuli ilikuwa huwezi, kwa sababu pale palikuwa na bahari kubwa. Uwanja kama wa Mnazi Mmoja, uwanja ule tokea ukoloni. Ule ni uwanja una kumbukumbu kubwa tokea ukoloni. Juzi nimeona majiti yamewekwa pale, watu walikwenda kuyang'oa kwa bahati mbaya. Bahari inayotoka Malindi inavuka penye uwanja wa Baraza la Wawakilishi la zamani chini kwa chini, maji hayendi. Sasa nafikiri Dr. Mwinyi anataka kuweka drainage system ya underground, kuipeleka maji ya bahari yavuke yapite hospitali yende pwani. Watu wanakwenda kuyang'oa majiti bure, wala hakutaka kuuliza. Sasa haya ni maendeleo. Na ule uwanja tokea ukoloni ilikuwa busati lile. Uwanja wa Mau na uwanja wa Mnazi Mmoja ulikuwa ndugu. Mipira yetu tukicheza kule, mimi Baraka nimecheza mpira sana katika udogo wangu huko nilikotoka. Nilipokuwa mdogo
Hii Maui, uwanja wa Mau, timu ya Pemba, tulitoka Pemba tukaja kucheza football hapa na nani Baraka, niko hapa mimi mdogo hapa. Naona hapa mdogo. Hii tokea ukoloni picha. Tukicheza mpira wakati huo, wakati wetu sisi. Na kumbukumbu ipo. Lakini watu kuwaekea history kama anavyowekea mtu babu yake, bibi yake, kitukuu chake amuone au kuweka picha. Babu yangu mie yule. Unamzaa mtoto kafanana na babu yako. Humlaumu mkeo. Kwa nini kaja sura nyingine sasa babu yako? Kumbe babu yake iko picha. Kaza. Sasa mambo ya kumbukumbu ni muhimu. Na ndio maana hata hiyo dini inakuwa kwa sababu ya history. Wanajua mitume, masahaba na wengineo. Basi katika history yetu ya Afro Shirazi na mapinduzi yetu Zanzibar, history isomeshwe maskuli history. Majengo maskuli yamejengwa uzuri, kompyuta zipo, zinaendelea, lakini watoto wanakosa elimu ya history ya nchi yao, hawaijui, wanapita wakidanganywa. Naomba serikali ya mapinduzi ya Zanzibar wafanye jitihada, lujna ya history ihifadhiwe, watoto wasomeshwe skuli.